Chungulia Asma na Mama Chanja. Walisema mimi sina shida na Mama Chanja aliyojua sema mimi sina shida na V, naweza nikampigia. Unaambiwa muda gani hujawasiliana naye? Naweza nikampigia, mpigie basi umuishi happy birthday, hata mpigie kiredio muishi happy birthday. Haja muishi jamani. Hata kualikwa. Katika watu walioalikwa wameenda pale kwenye ulikuwa wanafanya uzinduzi wa vlog yake jamani. V naye ana vlog. Watesi. V naye ana vlog yake na ameshaanza kuupdate vitu. Inaitwa Vidola and Kiredio. Ni channel ya YouTube. Kwa sababu mimi nilikuwa naitafuta nikaangalia jamani kuna nini huko tumewekewa vitu gani tena. Nimesearch kumbe inaitwa Vidola and Kiredio. Sasa si Kiredio angekupa ile channel yake miezi 8 hajaposti chochote. Ingekupa hiyo ndio uitumie. Kwani mmeanza moja? Nikasema mambo ya blog watu watakuja kukanyagana. Kwa sababu kila mtu sasa hivi anataka awe content creator, kila mtu anataka post vlog. Sasa nani ataangalia ya nani na nani ataangalia ya nani? Nikasema makubwa. Vidola kaekwa kwenye bango. Bango, sio bango la makaratasi kama sijui lile alimweka Zamaradi, alimweka sijui mume wake Zamaradi, sijui alimweka na chana bango hilo. Bango la kwenye screen. Sio screen ya inchi 32 guys. Big screen ni Vidola kaekwa pale kawishiwa happy birthday na Kiredio jamani. Kiredio anajua kujitutumua. Kiredio anajua kujiamulia mambo kwa huyu binti jamani. Sijawahi kuona. Nimeanza kupokea message kabla hata wao hajapost. Nikamwambia na ananitumia Watesi ananitumia message Kari, nimemwona Vidola kwenye bango fire. Nikamwambia fire, mbona unitumie video, unitumie mambo kwa ushahidi. Sasa hivi tunaongea kwa picha. Sasa mimi alivyokuwa ameniambia nimemwona V kwenye bango, nikawa nikajiongeza moja kwa moja litakuwa bango tu la makaratasi hilo kalipia 3 milioni 5. Ni kwenye big screen. V katandikwa kwenye big screen. Anawishiwa happy birthday. Sijui yani V sijui atamlipa nini kaka wa watu. Unaona kaka wa watu anajiamulia mambo, anamaliza pesa zake zote kwa huyu mtoto. Ili mradi tu amfurahishe. Nyie mapenzi. Sema V, wanaume hawashiki matako. Kumrazi. Kumbe Watesi tunasema tutukane. Ni makalio. Mwanaume usimshike mwanaume wako makalio kwenye hadhara. Hawapendi wanaume. Jamani naongea na V. Wanaume washike matako hadharani. Yaani wewe jifanye vyote vile akushike wewe, sio wewe umshike matako. Unamshika tena hadharani. Yaani shikaneni matako mkiwa faraga ila mshika matako hadharani. Hapana, yani mimi nakupa mimi nakusaidia kwa sababu ilikuwa ni moment ambayo nilijitokeza bila kutegemea. Ila jichunge usimshike mwanaume wako matako hadharani. Wanaume wenzake watamdharau. Wewe unafikiria tu washikane matako akiwa anashikana sio public. Ni ndani chobingo. Jamani namfunda mimi vini mwali wangu, namfunda. Mimi ni kungwi. Tisema ni makalio jamani. Naye ana nani? Ana makalio Kiredio. Kwani anakalia nini? Mnataka kuanza kusema sawa kwa sababu alivibamiza hivi yani kama amepigwa Kiredio naye hata tutako tu kukaa hana. Hebu mlishelishe jamani mapochopocho. Huyu mtoto fanya kumlisha jamani. Yani alivomshika vitako vile nikasema jamani kama mtoto ana 3. Sije nikamaliza maneno jamani. V tajiri yangu. Wewe kungwa bei rahisi. Unataka mimi nikufunde na kufunda. V ana miaka akiniambia miaka yake 22 mimi simpingi. V ni mdogo kama za juzi. Za chuna miaka mingapi jamani? V ni mtoto mdogo, sema tu ana umbo. Yaani mimi nikikaa na V kwenye umbo atanifunika. Umbo ana umbo fulani kubwa, nyama nyingi, supu ndogo. Nyama nyingi, mtori kidogo, ndizi chache, nyama nyingi. Kwa hiyo hata akikaa na mimi mtaweza kusema Kari ni mdogo wake V, wakati mimi nimemzidi miaka mingi. Yaani tena ningewahi kidogo kule nilikuwa namzaa. Fika tu sasa. Yaani Watesi aje mnaanza kunichekesha. Paula mkubwa kwa V. Yes.
hawajapishana sana, sema watakuwa wamezidiana miaka 2. Paula na V bado ni wadogo, agement wale kama wametupiana miaka 2 sana, miaka 2 hawajazidiana zaidi ya miaka 2. Kwa hiyo sasa pale hivi unajua kuwekwa bango, lakini nilichofurahia kwa Kiredio kuna kitu amekifanya ambacho nilikuwaga na kiwazaga miaka mingi, nikasema nimeona amekifanya. Unajua mastaa wakiona mtu, yani uko na wazo wako kaona mtu amelifanya wanachukiaga. Watu wasanii wengi wanachukiaga, lakini mimi nafurahia, yani idea niliyokuwa nayo kaifanya mtu fulani. Mimi nimekaa tu kizembezembe. Kiredio amekuja na bango. Kwa hiyo ile pale alipomweka Vidola, pale ni bango la kufanya matangazo ya biashara, which is business nzuri kwa sababu yuko kwenye karia kufanya matangazo. Kiredio ni pazuri kabisa, ameenda kuinvest. Sijajua mani ya kwake, yuko share, hayo nitayachunguza. Najua tu watesi wengi watakuja wenyewe wataniambia kari ile pale sio kwake, pale kaiki. Lakini lazima mtu kutangaza kitu lazima anaweza kawa shared, sio mbaya. Kwa hiyo ni idea nzuri sana, atapata pesa na ataongeza mabango na mabango. Jamani, mabango yote atakuwa anakaa Vidola. Kama alijapata matangazo utashangaa Vidola anapita pale muda wote. Shua. Sasa ameshamaliza happy birthday, sijui nyingine itakuja good night my love. Kazi ipo jamani. Kiredio anajua kutupa eka yule kaka. Pale kwenye birthday kwanza, nilivyokuwa inafanyika, walialikwa watu wote. Hivi unawajua watu wote ambao ni comedian, sijui kina Ndaro, kina Best King, kina Mary, kina yule mke wa Lenod, anaitwa gani yule mke wa Asma. Nikasema lile kundi limeshasambaratika. Luiva, huyo Luiva ndo alikuwa anawapikia, sasa hivi sijui ndo anapika, kwa hiyo alikuwa anawapikia pale. Vina Kiredio kiachana nitaumia sana. Ila kwa nini hataki kupatana Asma, Mama Chanja, Vidola na Kiredio? Kwa nini hawataki kupatana? Kuna ugomvi gani mkubwa unaofanya wasipatane? Jamani, ni au Asma alikuwa anamtaka Kiredio? Bwana yezi kawa. Au Asma alikuwa anamtaka Kiredio? Unajua nimekaa nikafikiria. Unajua kuna mambo mengine yanatokea mtu unasamee tu, maisha yanaendelea. Alafu sema kina Asma na Mama Chanja wanataka kuvimba. Mimi sidhani kama Vina Kiredio wana shida. Asma na Mama Chanja wanataka kuvimba. Kuwavimbia, yani kwamba bila sisi amwezi mkaenda mjini. Sasa wenzao wanaenda mjini, lakini wao hawana vichekesho, hawana sijui clip vya kurekodi, ni wamebaki tu kukaa wao peke yao. Hawana chochote. Unajua mnapokuwa wengi, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Nachoka mimi. Sijui watakuja kupatana, lakini watu maarufu wanaona kuna siku tu watapatana. Ila ndio ifikia hatua ya kupostiana jamani. Kwa vile walivyokuwa wanaenda nyewe watesi, nakumbuka walikuwa wanaenda Arusha pamoja, wanaenda sijui Dodoma pamoja, wakienda Zanzibar pamoja, wako crew by crew. Sasa hivi mambo yamesambaratika, shagala bagala, hawako tena pamoja, na chanzo ni mapenzi. Nye mapenzi yana nguvu. Kwa sasa alitaka Vina Kiredio waachane. Kwani utake watu waachane? Hapo ndo ninauliza watesi. Afu na watesi wengine mlikuwa wapendi kapo ya Kiredio na V.